Ndugu mtazamaji, katika kuendelea kufuatilia maendeleo ya kisiasa nchini Tanzania baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 wa mwaka 2025 uliozua mjadala mpana na malalamiko kutoka kwa baadhi ya vyama vya siasa, wadau wa demokrasia na waangalizi wa uchaguzi, leo Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Kigoma inatarajiwa kuanza kusikiliza kesi ya uchaguzi inayompinga mbunge wa Kigoma mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Clayton Chipando maarufu kama Baba Levo. Baba Levo alitangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi huo baada ya kumshinda aliyekuwa mgombea wa ACT Wazalendo Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe. Hata hivyo, matokeo hayo yameendelea kupingwa mahakamani na wananchi wanne wa jimbo la Kigoma mjini ambao wanajitambulisha kama mmoja ya wapiga kura halali katika uchaguzi huo. Walalamikaji hao Johari Kaburu, Lou Mwitu, Pendo Kombolela na Luma Akilimali wameifungulia kesi Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, mbunge Clayton Chipando yaani Baba Levo pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari, wakidai kuwa mchakato mzima wa uchaguzi katika jimbo hilo ulikuwa na kasoro kubwa zilizoathiri uhalali wa matokeo yaliyotangazwa. Kutokana na hoja hizo, wanaiomba mahakama iamuru kufanyika kwa upekuzi na kuhesabiwa upya kwa kura zote zilizopigwa katika jimbo hilo la Kigoma mjini. Endapo hatua hiyo itathibitisha madai yao, wanataka uchaguzi huo ubatilishwe na uchaguzi mpya kuitishwa. Hata hivyo, safari ya kesi hiyo haijakuwa rahisi kwa walalamikaji hao. Awali ilipangwa kuanza kusikilizwa Juni ya 18 ya mwaka 2026, lakini ikashindwa kuendelea baada ya walalamikaji kushindwa kuwasilisha kwa wakati maelezo ya maandishi ya mashahidi wao kama inavyotakiwa na kanuni za mashauri ya uchaguzi wa wabunge za mwaka 2025. Kwa mujibu wa kanuni hizo, ushahidi mkuu unatakiwa kuwasilishwa kwa maandishi kabla ya mashahidi kufika mahakamani kutoa ushahidi wa kuhojiwa. Walalamikaji walieleza kuwa muda waliokuwa nao haukutosha kuandaa ushahidi wa mashahidi zaidi ya 20 pamoja na nyaraka nyingi na vielelezo vya video, yaani picha mjongeo. Mawakili wa Baba Levo walipinga ombi hilo, wakidai walalamikaji walikuwa na muda wa kutosha na kwamba kushindwa kwao kuwasilisha nyaraka hizo kulisababishwa na uzembe wao wenyewe. Hata hivyo, hakimu anayesikiliza kesi hiyo Victoria Nongwa alikubaliana na hoja za walalamikaji na kuwaongezea muda wa kutekeleza matakwa ya kisheria, hatua iliyofungua njia ya kesi hiyo kuendelea hadi leo. Kabla ya kufikia hatua ya kusikilizwa kwa ushahidi, kesi hiyo ilikumbwa pia na mapingamizi kadhaa ya kisheria yaliyowasilishwa na serikali pamoja na upande wa Baba Levo, wakitaka shauri hilo litupiliwe mbali. Mahakama hata hivyo ilikataa mapingamizi hayo na kuamua kesi iendelee kusikilizwa kwa msingi wake. Mvutano huo ulisababisha muda wa kawaida wa miezi 6 uliowekwa kisheria kwa mashauri ya uchaguzi kumalizika kabla ya ushahidi kuanza kusikilizwa. Kutokana na hali hiyo, Jaji Mkuu wa Tanzania alitumia mamlaka yake kuongeza muda wa usikilizwaji kwa miezi 6 zaidi ili kuhakikisha shauri hilo linapata nafasi ya kuamriwa kwa misingi ya kisheria na ya haki kwa mfumo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo Julai 6 ya mwaka 2026, macho ya wengi yanaelekezwa Mahakama Kuu masjala ndogo ya Kigoma kuona iwapo walalamikaji wataweza kuthibitisha madai yao dhidi ya matokeo ya uchaguzi au kama mahakama itaendelea kuthibitisha ushindi wa Baba Levo. Matokeo ya shauri hili yanatarajiwa kufuatiliwa kwa karibu, kwani yanaweza kuwa miongoni mwa kesi muhimu zitakazotoa mwelekeo wa namna mahakama zinavyotafasiri na kushughulikia malalamiko yaliyoibuka kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, hasa katika mazingira ambayo mjadala kuhusu uwajibikaji wa taasisi za uchaguzi na uimarishaji wa demokrasia unaendelea ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mtazamaji, tukigeukia maandamano yanayotarajiwa kufanyika Julai 7, siku inayokwenda sambamba na kilele cha maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, kumekuwa na waraka unaosambaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii ukidaiwa kuwa ni tamko la wanafunzi wa vyuo vikuu nchini Tanzania linaloonyesha kuunga mkono maandamano hayo ya Sabasaba. Waraka huo unaeleza kuwa wanafunzi wanaunga mkono maandamano kwa madai mbalimbali, ikiwemo wito wa kufanyika kwa mchakato wa katiba mpya pamoja na kutaka haki itendeke kufuatia
kufuatia mauaji ya mwanafunzi wa taasisi ya usimamizi wa fedha yani IFM James Temba. Aidha, waraka huo unagusia masuala ya utoaji wa mikopo ya elimu ya juu na haki za wanafunzi nchini. Hata hivyo, mpaka sasa hakuna uthibitisho rasmi kuhusu uhalali wa waraka huo. Vile Umoja wa Serikali za Wanafunzi wa Vyuo Vikuu nchini Tanzania yani TAHLISO pamoja na taasisi nyingine zinazowakilisha wanafunzi nchini Tanzania bado hazijatoa tamko rasmi kuthibitisha au kukanusha iwapo waraka huo umetolewa na wao au unaakisi msimamo wao kuhusu maandamano yanayotarajiwa kufanyika Julai 7 ya mwaka 2026. Kutokana na hali hiyo, bado kuna maswali kuhusu chanzo halisi cha waraka huo na iwapo unawakilisha msimamo wa wanafunzi wa vyuo vikuu vyote nchini Tanzania au ni nyaraka zinazozagaa mbalimbali mtandaoni bila kuthibitishwa na chombo chochote cha mamlaka. Hali hii imezua mjadala mpana katika majukwaa ya kijamii, huku baadhi ya wananchi wakitaka mamlaka husika na viongozi wa wanafunzi kutoa ufafanuzi ili kuondoa sitofahamu na tashtiti iliyoibuka. Ndugu mtazamaji, wakati Tanzania ikielekea katika tarehe ya Julai 7 ya mwaka 2026, mijadala kuhusu maandamano yaliyopangwa inaendelea kuchukua sura tofauti. Mbali na kauli zinazotolewa na viongozi wa kisiasa, wanaharakati na taasisi za serikali, sasa pia kumekuwa na nyaraka na taarifa mbalimbali zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii, jambo linaloongeza hamasa lakini pia sitofahamu miongoni mwa wananchi. Hata hivyo, kwa upande wa waraka unaodaiwa kutoka kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi kutoka kwa viongozi wa wanafunzi au taasisi husika unaothibitisha kuwa ndiyo msimamo rasmi. Hali hiyo inaonyesha umuhimu wa wananchi kuendelea kutegemea taarifa zinazotolewa kupitia vyanzo rasmi au kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza. Katika siku chache zijazo, macho ya wengi yaani Watanzania waishio ndani na nje ya nchi yataendelea kuelekezwa kwa mamlaka za serikali, viongozi wa kisiasa, wanaharakati pamoja na taasisi mbalimbali kuona namna maandalizi ya matukio yatakavyoendelea kuelekea Julai 7. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chifu inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chifu. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chifu, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali tunazokuletea kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.